Amu TV, the stories behind the scenes. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله. Hiyo insha Allah taala tasema tafsiri tutakuwa na sura mbili, sura Iqra al-Alaq ama Iqra na sura al-Qadar inna anzalna. Sura al-Alaq ndio sura ya kwanza kabisa aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kabla hayateremshiwa sura hii ni hali yake kama Mungu alivyomwambia, ma kunta tadri bal kitabu wala al-iman. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haisi Qur'ani ni nini wala hiyo dini kitu gani. Kwa ile mazingira yake aliyokulia aliozawa pale, ni watu walikuwa hakuna namna ya kuweza kujua mambo kama dini zao na ushirikina, mambo ya jongo, wala hakuwa kitarajia kwamba kuna siku yeye atakuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hata kama tulielezao, mara ya kwanza kabisa Jibril alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Jabal Hira, na alipoona ada Mtume sallama kwa muda kabla haya Mtume alikipenda kwenda kuketi mahala faragha, kwenda kufanya taamul, meditation, kila fikiria tukiwaza hali ya mambo namna iliyo, ana suluhisho ayu aende wapi, yani kiangalia hali iliyo. Katika hali kama hiyo ya kwenda katika Jabal Hira, alikuwa akienda kiti siku nyingi, mwezi, na kisa kimaliza chakula kirudi, akaenda kwa mke wake kichukua chakula kingine, kiendelea namna hiyo. Siku moja akateremkiwa na Jibril kwa mara ya kwanza kabisa. Jibril alipokuja akaenda amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Iqra. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tuliwao ni al-ummi, alikuwa haisi kusoma, haisi kuandika, kulingana na ile mazingira pale alipokulia. Ni mahali ilikuwa hakuna elimu, hakuna masomo yanaonekana. Watu wa Maka wote walikuwa wakiwa kuandika wakiono hawakuwa kizidi 10, na hii ni kwa mujibu wa shughuli zao za kibiashara. Kwa hiyo watu wa Maka walikuwa maisha yao biashara, hawakuwa wakulima kama watu wa Madina. Kwa dharura za kibiashara ilibidi mtu mmoja wawili kuandika kiasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona Jibril akaambiwa Iqra, alitoshea, akamwambia maana biqari, mimi si mtu wa kusoma, sisi kusoma. Akarudi mara ya pili Iqra, jibu ni hilo hilo. Mara ya tatu akamwambia Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma
na katika kusoma kwako anza kusoma kwa jina la Mola wako alladhi khalaq, aliumba kila kilichoumbwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukisoma wewe soma kwa jina la Mola wako, kwa ajili yake yeye. Watu usoma kweli, lakini hawasomi kwa ajili ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Wengi wasomao usoma kwa mambo mengineyo kilimwengu, lakini Muislamu elimu utakayoisoma yatakaisome kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Itakao kuwa ikiwa ni elimu za mkwazo za dunia ama za dini, lakini kusoma kwake ile kusudio ni kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na soma kwa kumtii Mola wake. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Na hapa kuna ishara kubwa kwamba huu Uislamu wenyewe misingi yake yote ni dini ya ilmu, dini ya maarifa. Hata ibada za Uislamu si ibada ambazo kufanywa yao, lazima ujue kwa kiasi fulani cha maarifa ndio uweze kufanya ibada. Huwezi kufunga ikiwa hujui ahkamu za somo, lazima uifundishe. Huwezi kuhiji, huwezi kutoa zaka, huwezi kufanya lolote bila kuwa na maarifa. Kwa Uislamu msingi wake ni dini ya ilmu, na Waislamu waliweza waliposhishia Uislamu washishie ilmu sawa sawa, wakawa ndio mabwana wa ulimwengu kwa karne kadhaa. Watu walirudia nyuma tu walipokoma pale waliposikilia watu kwenda mbele, wengine wakanyakua yale tulikuwa tukiyajua, wakayaeneza, wakayatia nguvu na wakayaendeleza mbele zaidi. Iqra, soma bismi rabbika alladhi khalaq, wa ina la Mola wako alladhi khalaq, aliumba. Khalaqal insana min alaq, Mwenyezi Mungu ambao alimuumba binadamu huyu wa kawaida, hata Adam mwenyewe, sisi watu ambao wa kawaida kuumbwa kwetu. Khalaqal insana min alaq, Mwenyezi Mungu chanzo cha kumuumba mwanadamu amemuumba kutokana na kitu cha mkuliwa alaq. Neno hili alaq nyaka za nyuma wafasiri wa Qur'an wakitafsiri alaq ni pande la damu, pande cha damu iliyoganda. Lakini jinsi binadamu alioendelea akavumbua mambo mengi ambayo watu watatangulia kwa hawayahisi, akayakufahamu. Alaq ni kile ule hayawani mtoto katika mbeu za manii. Yani kuna kilulu upatikana kwenye mai sana. Sisi mkua gula Kiarabu mkulu alaq. Sasa huyo gula ukiyaona picha ya yale hayawani wa manii, fanana naye kama huyo. Yani unakitwa, unanamkia na utembea namna hiyo. Sasa ndio wanazuoni wa kisasa wamepata tafsiri nyingine ya Qur'an. Neno hili alaq si hawafasiri kama ilikuwa nyuma, wale walifasiri kulingana na maarifa yao waliokuwa nayo. Na kila siku mwanadamu huenda mbele katika maarifa na huzumbua zipia waliokuwa nyuma wazisi wakaziua. Kwa hiyo katika kumsoma binadamu kuumbwa kwake wakaona hii neno alaq limeekelea zaidi lifasiriwe kutokana na huyo ile kilulu ambacho huwa ni wengi weka ile mara moja ile tono moja la manii linapotoka huwa ina mamilioni ya hawa alaq. Sasa alaq mmoja tu akienda kipambana na yai la ule mke wake au ule mwanamke, basi ndio mimba hutokea. Huwa ni mamilioni ya hawa hayawani wa alaq. Chanzo cha binadamu kuumbwa kwake ameumbwa kutokana na hii hayawani hiko ambacho ni alaq. Khalaqal insana min alaq, amemuumba mtu yani mwanadamu. Sisi tunakusudi Adam alayhi salam wala Nabii Allah Isa alayhi salam, hawa waliumbwa sampuli nyingine. Ni sisi watu wa kawaida, chanzo cha kupatikana kwetu kuumbwa kwetu Mwenyezi Mungu alipanga iwe ni kutokana na hiko kitu kiliwacho alaq. Iqra, soma, wa rabbukal akram, na Mola wako ndio karimu zaidi. Katika jumla ya ukarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba yeye ndiye muyuzi wa kila kitu, lakini amewaambulia wanadamu uwezo kadiri fulani ya kupata uyuzi. Binadamu ametunukiwa kitu maalum ambacho hayawani wengine wafananao na yeye hawana kitu hiko, hawana uwezo wa kuikuza na kupanua maarifa yao
wayayuwao ni yale yale wayayuwao. Kila hayawani unacho kiasi maalum cha maarifa ya kuwezesha maisha yake kila siku ya kihayawani, lakini hana uwezo wa kuongeza maarifa yake. Ni yale yale siku zote, yale aliyoyarithi kutoka kwa wazee wake na nyuma namna hiyo hiyo mpaka kumalizika kwake kwa ulimwengu. Takuwa haendi mbele, hapandi kiwango cha maarifa na elimu ila bali binadamu. Katika hayawani Mungu aliwaumba binadamu, Mungu amemtunukia kwa ukarimu wake subhanahu wa ta'ala yale ule ujuzi wake alionao, kampa naye kiasi kichache cha kuweza kuendeleza maisha yake na kubadilisha hali yake ya maisha na kuzumbua vitu kadha wa kadha za kumfaa na za kumsaidishia maisha yake. Alladhi, Mola ambao allama bil qalam, amemfundisha mwanadamu, amempa uwezo wa kuhifadhi ilmu na maarifa kwa kutumia qalam. Hizi zote ni ishara na dalili za kuonyesha kwamba Uislamu ni dini ya ilmu, na kalamu ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu. Lau kwamba mwanadamu alikuwa haisi kuandika, basi kilikuwa siku zote watu, mtu mwenye maarifa yake akifa huondoka nayo, ile elimu yake ilionayo akifa ondoka nayo, lakini hana namna ya kuwahifadhia wengine watakaokuja. Lakini kwa kule Mwenyezi Mungu amemfundisha binadamu kama namna ya kujua kalamu, yani kujua kuandika, kujua kutumia kitu cha maandishi, ilikuwa ni neema kubwa kwake, ndio binadamu akaweza kupiga hatua. Lau si hilo, tungalikuwa siku zote tuko pale pale. Lakini wale wao wale wanaofahamu hawezi kuwarithisha wengine, wakiondoka wataondoka nayo, wengine nao waande upya wako mapo kiondoka mtu. Lakini kule kuandika, kule binadamu kutunukiwa maarifa na ujuzi wa kuandika, ndiko kulofanya wanadamu waweze kuendelea katika maarifa yao, na sababu hao wa nyuma wameandika, watakaokuja baadaye hawatoanza tena alifu, wataanza alipokoma ule, kiwa ni nuni sini ni wao watakwenda mbele na wengine watakwenda mbele mpaka wakasikilia pale ambapo tumesikilia na utakapokusikilia zaidi pengine zaidi kuliko utakapofikiria sasa hivi. Alladhi allama bil qalam, Mola ambao amemsahilishia binadamu njia kuifundisha kwa kutumia kalam. Na kalam ilikuwa na mpaka yeo, maana kalam si lazima ile kalamu tuiwao, ni chochote kitumikacho kwa kuandika. Sasa yako na kalamu za kompyuta za kutumia zanda ukapiga ukaandika, pia bado haijatoka katika kalamu, japokuwa umbo lake, shikili yake ni tofauti, lakini kazi ni ile ile iliyofanywa kalamu ya penseli, kalamu ya wino ndio ile ifanywa na kalamu za teknolojia ya kisasa. Allama al-insana ma lam ya'lam, katika ziumbe zake mwanadamu aliomba mbali alimhusu huyu binadamu peke yake, akampa uwezo wa kuifundisha mambo ambayo alikuwa hayajui. Kila siku binadamu huzumbua mambo mapia ambao watu wa nyaka kadhaa za nyuma walikuwa hawayahisi. Dao waliambiwa na ni huota kuna mambo hayo yawezekana. Mtu aliambiwa itakuwa wakati hizi simu mtu anazungumza na mtu mwangalia yao, anga ndoto hizo, ndoto za mtana angalia yao, sio lakini hawezi kufikiria mtu kama ile jude mpaka ulitie kamani leo lizungushe leo ushike upitie kwa operator. Huwezi kuamini kwamba kutakuwa wakati kila mmoja kwa na kisimu chake mfukoni anataka popote iliyoko kudara namba papa hundri umeze kumpata, kimbia kangie shimoni, toka kutolewa shimoni kwa simu yako, ile simu yako ndio utakao ukutongeza kwenda kuchukua pale. Mtu kama angaliambiwa yao hakuna ngoloamini nyaka 50 60 toka ni uoto hizo ndoto uipumbaza. Lakini mambo yamekuwa na pengine kuna zaidi ya haya yatakayokuja ya usasa. Juhudi walizonazo hawa, wataka mtu asikie na harufu ya kitu badala ya kusikia kukiona sura zake. Na mathalan mtu kufanya matangazo ya mafuta mazuri kwenye TV, badala ya kuona ile picha na anataka na harufu uisikie pale uliopo. Ni jambo mumkin laweza siku moja likawa, kwa sababu kitumiwacho kusafirisha sauti na picha kile
ni waves, ni ile mawimbi ya nne. Na mawimbi yako ni kuyua tu namna kuyatumia ama kutoyua. Hata wanena ile miujiza Nabii Suleiman alayhi salam ya kupeka ile arshi ya Balqis kwa kufumba macho, yawezekana watu wakiwa watayua ni mbinu gani za kielimu ambazo zitatumika. Wanena hiyo kwamba itawezekana. Hatuisi allama al-insana ma lam ya'lam. Mwenyezi Mungu amemfundisha mwanadamu, amempa uwezo wa kuweza kuifundisha mambo ambayo hakuwa akiyajua. Na kila siku tunashuhudia watu kila kuchapo wana mapia. Uovu wake ni mmoja tu, ni hapa. Kalla innal insana la yatgha. Koma mwanadamu, jinsi ya mwanadamu akiwa upotea, anakiona kwamba badala ya kuzidi kuona kwa Mwenyezi Mungu karibu, hizi elimu zimekuwa poteza watu mpaka kunena hakuna Mungu. Kwa mambo yote nature, mambo yote ni science. Badala ya kwamba yeye ataona neema ya Mwenyezi Mungu ni kusaidishia. Kalla koma innal insana, hakika huyu mtu, kiumbe mtu, la yatgha, hupotea. Wakati gani? An raahu staghna, akiona amekwasika. Kila jambo alitakalo mara moja unipata, aweza kufanya hili, aweza kufanya lile. Yani fikra ingiao aweza kuifanya ikawa imekuwa ni kweli, ni hakika. Kwa hiyo na wataalamu wanena jambo lolote ambalo mtu aweza kuliwaza, yani akili yake inaweza kuwaza ile jambo, basi upo uwezekano wa ile jambo kuwa hakika. Sio waweza kuliwaza, akili yako inaweza kufikiria. Lakini kwenye pepo tunatambia wala khatara ala qalbi bashar. Neema za peponi mtu atakuziwaza hawezi. Wanena lolote ambalo waweza kwa akili yako ukasawilisha kitu, yani mfano kama kuota ndoto za mchana. Ukiweza hilo, basi ina uwezekano ile jambo kuwa upo pia. Ni kujua tu zile hatua za kufuata, kufanya nini, ende wapi, upande wapi, ushike wapi, utakuta umesikilia pale ulipokuwa ukitaka. Kalla innal insana la yatgha, mwanadamu mtu kawaida yake la yatgha, kupotea, upita mipaka iliyopotea kwake. Lini? An raahu staghna, atakapokuiona sasa yeye amekwasika, ameitosha, kila kitakacho waweza kukisikilia ukifanya, akitosheka kwa mali, kitesheka kwa lolote kingine, kumpoteza. Aghlabi yetu ndio tulio usahau kwamba sisi haya ni zipawa au ni zipoa, ni tunu katika tunu chache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuambia, kama alivyosema wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha. Lao mwataka kuzihisabu tu zile neema Mungu aliwapa wanadamu, hamwezi kuzidhibiti, hamwezi kuziwa hesabu yake. Na neema kubwa ni neema ya ilmu, neema ya maarifa, ndio ilomfanya binadamu awe ndiye bwana wa ardhi, kwa sababu ya ilmu na maarifa. Nabii Allah Adam mtuambia wa allama Adam al-asma kulla, elimu ndio iliwafanya malaika ziumbe wa Mwenyezi Mungu ambao la yaasuna Allah ma amarahum wa yafhamaruna, wakawaambia haya peni heshima yake kwa amewashinda kwa elimu. Ni bora kweli, lakini umewashinda haya ambayo mtayapata ardhini hamuyahisi, mtakwenda kufanya hiyo huko mambo haya wailei. Maarifa yenu ni yale Mungu aliyowapa, mwezi kuyaongeza tena. Inna ila rabbika ruj'a, takatanabahi binadamu kwamba sote kwenda tena mashariki magharibi, yote ni mwisho wake. Inna ila rabbika ruj'a, marudio yake ni kurudia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pende kokote kapokuona kama mai ya mashua wanaenda tezi na omo, marejewa ni ngamani, na sisi hatuna budi atakawa sotaka aminio aswami, hana budi siku moja ataikuta kuombeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa hizi aya zinazofuatia mbele, wanazoa tafsiri watuambia hizi zinazofuatia mpaka karibu ya mwisho wa sura ziteremka hasa kumhusu Abu Jahal. Ingawa Qur'ani haiangaliwi ziteremka kwa nyani, kuangaliwa umumi lafzi kwa jumla ya zungumzia, lakini mufassiri wanatuambia kwamba hizi hasa ziliteremka kwa Abu Jahal. Abu Jahal alimpa indhari Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia Muhammad, ikuona tena uswali wewe hapa, yani kwenye haram ya Makkah, utanitambua. Nikamkanya na kumuonya asiswali.
Mungu anasema araaita alladhi yanha abdan idha salla, wa muonaie wewe ule kiumbe ambao yanha abdan idha salla, amkemeao na mkanyao mja katika waja Mwenyezi Mungu anaposwali, faindhari kwamba una ruhusa ya kuswali. Araaita in kana alhuda, waonaie wewe mwenye kumkanya hoyo, ikiwa huyu waswalio ala alhuda, kwenye uongofu, endelea yafanyayo ndio ya sawa, ndio atakikani wao na kila mmoja ayafanye. Au amara bitaqwa, ama akawa ni mtu yeye unasihi na kuamrisha watu wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, onaie hoyo. Na kinyume chake araaita in kadhaba wa tawalla, wamuonaie huyo mwingine ambaye atakanusha na yape maungo haya ambiwayo. Alam ya'lam bi anna Allah yara, yeye huyu kiumbe huyu, na hapa ni yoyote, si lazima kwamba ni Abu Jahl alikuisa, yoyote atakao kufanya aliyofanya Abu Jahl, naye hizi aya zitakuwa zimemtanganya. Alam ya'lam bi anna Allah yara, yeye hafahamu ama hatambui kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huona kila jambo na ayua kila jambo, hapitwi na chochote. Kalla, na gome na hayo mazoea yake. La illam yantahi, ikiwa hatokanyika, hatokoma kufanya fanyayo ya kumziwilia mja Mwenyezi Mungu kuswali, la nasfa'an bin nasiya, tutamnyakua kwa upaa. Mtu badala kuchukua mkono kukokotwa, yeye kanyakuliwa upaa wake ule. Yani upaa ndio sehemu muhimu kwa binadamu, lakini kitu muhimu kwa binadamu ni akili. Akili iko hapo kwenye fuvu la jitwa, kanyakuliwa hapo, ya ile kliniki hapo ikamnyakua hapo. Haimshiki maungo wala kiuno wala tamshika kitwa chenyewe. Yule ambiwao tangia motoni kwa kitwa, tangia kitwa. La nasfan bin nasiya, tutamnyakua upaa wake. Nasiyatin kadhibatin khatia, upaa ambao mwenye upaa hono yakusudiwa. Kadhiba khatia, mwenye kunena urongo na mwenye kutenda maovu tu. Basi kitakapokuadia nafanya namna hii, faliyad'u nadia, na mpue mkao wake na mpue klabu yake. Na kumwambia mtu sasa, ukiendelea tapiga yowe ni ampue nadi yote ya mushrikina, klabu yetu yote, wale watu wetu wae wote wakukanye kama ukanyiki. Faliyad'u nadia, na mkue na apige yowe ono mkao wake ama hiyo baraza yake, klabu yake. Nasi kwa upande wetu sanad'u zabaniya, tawamkuwa hao malaika maalum. Na kila hata serikali ina kikosi chake maalum cha kuadhibu watu maalum, iko kazi yake. Wao ni ziuwai, ni wenye kutesa watu na kudhalilisha, na Mwenyezi Mungu ametangulia mbele kuwaeka hao azabania. Wao kazi yao ni hiyo tu. Haya, huyu haya kulieni mfuma, muonesheni kazi yake. Sanad'u zabaniya, yeye mkuu mkao wake ono baraza lake, nasi ndo mkuu azabaniya, au malaika maalum ambao wao ni professional. Kazi yao ni kuwarudi na kuwakemea wasiosikia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kalla, kama mtumekoma Muhammad, yasikutie dhiki nani, la tuti'uhu wasjud waqtari, simtia akilini, muate tu huyo ndio sakafuni, uso wake sitakomea ukingoni. Endelea na kazi yako, endelea na ibada zako. Wasjud waqtari, endelea kuswali ukisujudu na ukikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aina mbalimbali ya ibada unazozifanya. Kwa hapa bin munasaba kwa kuzungumzia mambo ya sijda tilawa. Ni sunna kwa mtu akisoma Qur'ani akisikilia mahala penye sijda kama hapa ya wasjud waqtari, asujudu sijda moja. Hii ni mkuliwa sijda tilawa, sijda ya kisomo umesoma. Lakini hapa kuna watu tatizika, ikiwa uko katika swala alosoma aya sijda ni imamu akisujudu, wewe lazima usujudu. Wewe maamuma lazima usujudu. Lakini uliosoma aya sijda ni wewe, imamu hakusoma, ufai kusujudu. Kama kuna nia sala, wewe ni maamuma, wewe kumwandama imamu. Imamu akisujudu, hata kama hukusikia ile aya aliyosoma, lakini amesujudu tilawa, na wewe lazima usujudu, umwandame. Usipomwandama utakuwa umefanya makosa.
itaka watu walifahamu. Lakini ikiwa kusoma nje ya swala, mwenye kusoma na mwenye kusikiza ni sunna wa sujudu. Sasa kama mwenye kusoma kisujudu, si lazima na wengine wasujudu. Kama yeye hakusujudu, wengine waweza kusujudu. Wawili, kuna watu watatu, kuna mwenye kusoma na mwenye kusikiza na mwenye kusikia. Kuna kusikiza na kusikia, mambo mawili tofauti haya. Katika sijda tilawa, mwenye kusikia hamo, waliomo ni wawili, ni msomaji na mwenye kusikiza. Ule asoma nake kwa mahala umekusudia kwenye hizbu, tatizie wasikiza ile hizbu wewe, asomao watolewa makosa wafuata. Mwingine labuda ukitizia tu mwenye na mashughuli yake, muda uradi wake kasikia. Ule hamu ule ni amesikia, akusikiza amesikia. Ule hamu katika ile sijda tilawa yeye. Kisujudu mesujudia tu, lakini kusujudu sijda tilawa nje ya swala ni asomao Qur'ani na asikizao. Ule ambao amekusudia kusikiza. Hata kama ule aliosoma hakusujudu, wewe umesikiza, waweza kusujudu, una khiari. Si lazima, si ndani ya swala wala si nje ya swala, ni sunna. Na kwenye Qur'an fikiri kuna mahala 15 ambapo pana sijda tilawa. Na katika swala mtu akisujudu sijda tilawa, ule imam yatakikana atoe sauti wakati wa kusujudu na wakati akiinuka. Kuna takbira kwa takbiratu rafi wal khafdi. Katika swala kila akiinama akiinuka na takbiri ile taka watu. Sasa lao umesujudu wewe, ukutoa takbiri ya kusujudu, kinya umeshuka umesujudu, wale mbele nyuma yako waliokuona wataiwa, hawa nyuma wataiwa wapi kwamba umesujudu? Kwa hivyo takikana mtu akisujudu sijda tilawa na yeye ni imamu atoe takbir Allahu Akbar, na akiinuka asiwawateweze usujudu tu, yeye amesimama huko kusoma Fatiha ama umaliza sura alikuwa akisoma huko juu, watu bado ngoja kusikia Allahu Akbar. Kwa hivyo ndio hukumu ya sijda tilawa. Sura itakayofuatia kama tulivyoagana utakuwa tusoma mbili kwa sababu ya muda, ni sura al-Qadr. Qadr ni cheo au inna anzalnahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii kuna Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni usiku maalum ulitolewa tunu kwa umma Muhammad pekee yao. Umma uliotangulia huko hawakuwa na Lailatul Qadr. Na sababu yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ataradhilia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, watu waliopita kishaka nyingi walikuwa na fursa kufanya mengi mazuri. Watu wangu ni yao 60 70 mtu aendao zake. Basi Mwenyezi Mungu atakupa badali, atakupa usiku mmoja, mtu akiupata kwa khairi ni kama miaka 80 na 83 nafikiri, usiku mmoja. Kwa hiyo huyu ni neema, ni tunu Mwenyezi Mungu amewatunukia umma Muhammad. Mambo mawili, moja ni hii Lailatul Qadri, na ya pili ni mambo ya ngawira. Ngawira ni yale mali ambayo watu yapata katika jihadi. Watu kwenda jihadi wakapigana, ile mali ya maadui zao wakiyapata amkuliwa ghanima Kiarabu. Swahili na ngawira. Kwa watu wa nyuma walikuwa hawafai kutoa hata uzi. Mali yote patikana aliyopigwa moto, wekwa mahala ukaya moto ukasumba zote. Umma Muhammad wakaruhusiwa, mkipata ghanima ni haki muzitukue. Na kwa sigawanyo zake ziko katika Sura Al-Anfal, Mwenyezi Mungu azungumzia mambo kama hayo. Qul inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku maalum, si usiku wa kawaida, ni usiku lakini katika usiku maalum. Fi lailatul, usiku wenye cheo, yani si usiku wa kawaida, yani siku kupata umuhimu kwa tukio fulani liliotokea katika siku ile. Kwa mfano wa Kenya, sisi wa Kenya, tarehe 12 ya Disemba kwetu si kama 12 ya Disemba kwa watu wengine. Kwetu imekuwa ni siku maalum yatambulikana. Kwa ajili gani? Kwa iliswadifu uhuru wa Kenya, wa mkuli wao uhuru wa Kenya ulifanyika tarehe 12 ya Disemba. Kila ikia 12 ya Disemba kwetu sisi wa Kenya si siku ya kawaida. Kwa watu wengine ulimwenguni ni siku ya kawaida, lakini kwetu sisi ni siku maalum. Watu kwa mapumziko, kuna kufanya kazi, kuna kwa sababu ya tukio lililotokea. Kwa hiyo na huu usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliutari akauteua
ndio usiku kuteremshwa Qur'ani kwa mara ya kwanza, ndio kabla Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, wenye utukufu maalum. Na umejulikana hiye kwamba uko kwenye Ramadhani, kwenye aya Mwenyezi Mungu anatuambia shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao kwenye hiyo Ramadhani kuliteremshwa hiyo Qur'an. Qur'ani kuteremshwa ina mara mbili. Kuna mara ya kwanza kabisa ilipoteremshwa kutoka kwenye Lauhul Mahfuz kwenye samai dunia, kwenye kisa hapo ikateremshwa Mtume sallallahu. Mara ya kwanza Mtume kuletewa ilikuwa ni katika ono usiku wenye cheo, mahala ni Jabal Hira, Makkah, Jabal Hira, wakati wa usiku mwezi wa Ramadhani. Inaonekana ni 17 ya Ramadhani ndio usiku wenyewe, au mimi tofauti hiyo. Almuhimu ni kwamba literemka katika mwezi wa Ramadhani. Wama adraka ma Lailatul Qadr, jambo gani Muhammad kukupa wewe uwezo wa kutambua hiyo Lailatul Qadri ndio itaya mwanzo ni kitu gani? Huwezi kujua wewe mwenyewe yao. Lazima kumwambia Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Hono usiku mmoja hono Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi alfu. Na kaida kwenye Qur'ani kitaja idadi ya 4 haikusudiwi ile idadi particular, yani ni kwamba nyingi sana, imetajwa alfu tu, lakini nyaka nyingi sana na miezi nyingi sana. Yani usiku hono mabadiliko yake yalikuwa kwenye ulimwengu hushinda mambo yote yaliyotokea nyaka na zikaka zilizopita. Na kiteremka Qur'ani ilikuwa ni jambo kubwa kwa wanadamu kwa jumla. Ilileta mabadiliko makubwa kwa wanadamu. Walijua ni siku ambayo mbingu iliungana na ardhi. Jibril akateremka na wahi wake kumpelekea Mtume sallallahu mahala hapo Jabal Hira katika mwezi wa Ramadhani. Wama adraka ma Lailatul Qadr, nilipenye kukuyuza wewe utukufu na ukubwa na fadhila za usiku hono. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, usiku hono mmoja tukio lililotokea hushinda matukio yaliyotokea tendeka kwenye miezi alfu, shinda hayo. Na kiona usiku mmoja muda hono mchache ukiteremka kwa tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, na malaika kwa jumla huteremka kwa wingi siku zote. Malaika wako wapandao washukao mbinguni kukezana kazi. Wale wangia usiku, asubuhi upanda kwenda kupeka ripoti, na asubuhi ya kupokea kazi. Tanazzalu almalaika waruhu fi, teremka malaika kwa jumla na hoyo mkubwa wao arruh Jibril fiha, wa upo katika usiku kama naye pia uteremka. Uteremka si kwa kupenda wenyewe kama tukatembee, biidhni rabbihim, wa idhini, na kwa amri ya Mola wao, kwa ajili ya kukumbuka heshima na taadhima ya usiku hono. Min kulli amrin salam, kila jambo ni amani kabisa. Salamun hiya, ni amani usiku hono, hata matlab, mpaka kwamba kwa alfajiri. Yani ni usiku maalumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutenga kwa ajili ya kumbukumbu ya kile kitendo maalum kilichofanyika kwenye usiku kama hono, nacho ni kitendo cha kuteremshwa Qur'ani. Sisi huona ni jambo tu, lakini ni kitu yani adhimu kabisa. Qur'ani ni mwongozo wa Mwenyezi Mungu kuwaitia wanadamu, huu mwongozo wangu ufuateni. Kama watu mathalan watengeza uzito, wana kile kitu utoa mkuliwani, kile kitabu cha kuongoza mtu. Kuna kitabu kinunua simu poa ina lake kitu namna kumbuka idea maneno, kuna neno maalumu lake imetoka ukupa muongozo. Hii simu hii utaitumia sampuli kadhaa kadhaa kadhaa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katalogi neno hapa kuli hali ni kitu ambacho ile kampuni utengeza kumpa muongozo ule mwenye kununua ile bidhaa ili aweze kukitumia kwa uzuri. Na Mwenyezi Mungu ameweka Qur'ani na kama mfano hono, yani walillahi almathalul a'la. Ibn Adam akitaka kujua mimi nitakaniishie kwenye ulimwengu, mwongozo wake Mwenyezi Mungu ni huo. Fuata ule mwongozo, utakuwa umefuata ama utaishi kama ile namna ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusudia kuifuata. Qur'ani imeteremka kwa jumla miaka 23. Haikuteremka kama mwaka kuu. Imeteremka kila kikiwa una haja kuteremka Qur'ani. Miaka 23. Ukoma kutoka kwanza mtume kupewa wahi hapa alipoteremshiwa Iqra
mpaka mwisho wa maisha yake. Siku 80 kabla ya mtume kufa, Qur'ani ilikoma kuteremka. Siku 80 hakukuteremka wahi tena. Na wanazuoni kutuambia aya ya mwisho iliyoteremka ni ile al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Yeo siku hii ya yeo kuteremka aya hii nimeweza kuwakamilishia dini yenu sawa sawa, hakuna kitu kimepungua. Yani kila kitu nimekifanya kimeweza kuhatimika. Hata ondoka Muhammad kama hayakamilisha kazi yake. Kazi yake imeweza kukamilisha, imeweza kutekeleza jukumu lake. Ibakielo nyinyi sasa wafuasi muandame yale ambayo alowatia. Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah. Leo tutakomea hapa katika tafsiri. Tutakwenda katika kipindi cha pili ambacho ni cha fiqh katika saumu ambazo za sunna. Neno yana kwa saumu za sunna ziko tambuliwa. Kwa saumu ni sunna mtu kuzifunga. Kwa saumu hazifai mtu kuzifunga. Pia hizo kufuata kutozifunga ni miongoni mwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika somo za sunna tulitaya moja tu ambayo ni kufunga 6 Shawwal, siku 6 katika mwezi wa mfungo kwanza. Nyingine katika somo za sunna ni somo Muharram, kufunga mwezi wa mfungone. Na hii ada hii si watu wengi ni wasikia kwamba Muharram wao kufunga, lakini katika sunna ambazo zenye uzito. Kumepokewa hadithi ya Abi Hurairah nayo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunena afdalu salati ba'da al-maktuba as-salatu fi jawfi al-layl. Wala bora baada ya mtu mwenye kutekeleza faradhi zake ni as-salatu fi jawfi al-layl, ni swala iswaliwao katikati ya usiku saa 8 9. Swala hizo ni bora kwa sababu usiku shwari, fanya meditation wakati ndio wakati mzuri, lakini hakuna hata kila kitu kimetua shwari kabisa. Kwa hiyo hiyo ndio swala bora zaidi baada ya mtu kutekeleza faradhi zake, as-salatu fi jawfi al-layl, swali katikati ya usiku. Kisa wa afdalu siyam, na saumu bora zaidi kuliko nyingine baada shahri Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhan. Tukitoa Ramadhani ambao ni bora maalum, ni saumu shahrullah al-Muharram, ni kufunga mwezi Mungu ameungwa shahrullah, ndio mkula al-Muharram, mwezi wa Muharram ni mfungone. Mfungone katika miezi ya haram, na ni kufunga mfungone ni sunna adhim. Walaalla huwa na pengine mwenye kitabu anena yushkil ala dhalika, itatia shaka kuhusu hili, huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa katika uhai wake aktharu ma yasumu fi Shaaban, siku nyingi alikuwa akifunga Shaaban, si Muharram. Alikuwa namna hiyo. Sasa uliza fali madha, kwa nini lam yasum fi Muharram, hakufunga mfungone mithlu ma kana yasumu fi Shaaban, kama alikuwa akifunga kwenye Shaabani? Ikiwa ametuambia somo bora baada ya Ramadhani ni Muharram, na yeye alikuwa akifunga siku nyingi kwenye Shaabani badala ya mfungoni. Jawabu Imam Nawawi anena kujibu swali, anasema ajaba an dhalika al-ulama bi ajwiba. Wanazuoni wamejibu swali hili, ikiwa mfungoni ndio bora, na mbona yeye alikifunga zaidi Shaabani? Wamejibu majawabu tofauti tofauti. Imam Nawawi anena la'allahu, labda sababu ya mtume kuwa alifunga Shaabani zaidi kuliko Muharram, annahu lam ya'lam fadl al-Muharram illa fi akhir al-hayat, hakuambiwa na Mwenyezi Mungu kwa habari ya utukufu kufunga kwenye Muharram ila mwisho wa maisha yake. Ni hakuwa mbeleni ameambiwa ukafunga Shaabani sana kwa zile sababu alizozitaya. Alipoambiwa kwamba Muharram ndio mwezi bora, akawa nataka mimi sikuwahi kufunga sana, umma wangu tawaambia wapate wao ngawa wahi kabla tamakuni min sawmi, kabla siyaweza kufunga ile Muharram. Au la'allahu, na kalima swali majibu ya maoni, yani kama majibu kwa tikiti ya, au labda
kana ya'ridhu fihi a'dhar tamna'u min ikthari as-sawmi fihi kasafarin au marad. Sema labda pia inawezekana katika hii Muharram mara nyingi ikiwa ni Muharram mtume alikuwa akizukiwa na dharura, mfano ndio wakati sana kisafiri, au labda tu alimuwe kwa hakupata kufunga sana katika Muharram, si kwa kuwa aona Shabani kwa Muharram, kwa kuwa dhurufi zake zilikuwa hazikumruhusu kufunga Muharram. Kisa jawabu lingine, dhahaba Ibn Rajab yanena illa anna tatawwa bisawmi naw'ani, saumu ya sunna iko sampuli mbili, iko aina mbili. Al-awwal, aina ya kwanza, at-tatawwu al-mutlaq, ni sunna haina sababu. Kwa mfano Arafa si sunna, ina sababu. Ashura ni sunna, ina sababu. Lakini kuna sunna ambazo hazina, ni sunna lakini hazina sababu. At-tatawwu al-mutlaq, ile sunna ambayo haina sababu yoyote, fahadha afdaluhu fi Muharram, bora yake. Saumu ya sunna isiyokuwa na sababu maalum, bora ni kufunga Muharram. Kama anna afdal tatawwu al-mutlaq li salati qiyam al-layl, ameita qiyasi, ameita kipimo, kama sura ambao tatawwu al-mutlaq, sunna ambayo, swala ambayo ni ya sunna isiyokuwa na sababu, si qablia, si baadia, si dhuha, zile swala zenye sababu. Hii ni sunna ambayo haina sababu. Bora ya swala hizo qiyamul layl, ni swala ya usiku. Kwa hivyo nena kwamba ile Muharram katika sunna zisizokuwa na sababu, bora yake ni mwezi wa Muharram. Kama sura ambao sunna zisizokuwa na sababu katika swala, bora yake ni swala ya qiyamul layl ya usiku. Athani, jawabu la pili nena Ibn Rajab, ma kana sawmuhu taba li siyami Ramadhan qabla wa ba'dahu, ni sunna nyingine ambazo huwa zimefuatana na Ramadhani, ima kabla Ramadhani au baada ya Ramadhani. Fahadha, saumu hizi ambazo huwa ni kabla ama ni baada ya Ramadhani, multahaq bi siyami Ramadhan, hizi huwa zimeambatishwa na kufunga Ramadhani. Wa siyamu, na kufunga hizi ambazo ni kabla Ramadhani au baada Ramadhani, afdal, ni bora min tatawwu, kuliko sunna isiyokuwa na sababu yoyote. Kaswani rawatib, mfano wake ni kama zile sunna za kablia na baadia ambazo zimefuatana na swala. Hizi katika sunna ni bora kuliko sunna nyinginezo. Fa innaha, hizi kablia na baadia, afdalu min as-sunna al-mudhibora, kuliko sunna za sokona na sababu. Sunna tu mtu kwa raha zake apenda kuiswalia. Kwa hiyo haya ndio majawabu wanazuoni waliotoa kuhusu mbona mtume alikuwa hafungi sana Muharram kuliko kufunga Shaaban. Kisa kuna saumu Arafa, kufunga siku ya Arafa, mtana wa Arafa. Yustahabu, imependekezwa, yani ni jambo zuri ya saumu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, si kwa watu wote, li ghairi alhaj, kwamba hapo hija, yule ambao kwamba kwenye ibada ya hija kwa si sunna kufunga Arafa. Lakini hata yule ambao uko pale pale Maka lakini hapo kwenye hija, ni sunna Arafa afunge. Hadithi bukana Abi Qatada radhiallahu anhu anena, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anena saumu yaumi Arafa, huku kufunga mtana wa Arafa, siku ya Arafa, yukaffiru sanataini, kwa ni sababu ya mtu kusamehewa dhambi zake za miaka miwili, maadhiya wa mukbila, uliopita na utakaokuja. Wa saumi Ashura, na kufunga siku ya Ashura, yukaffiru sana maadhiya, fadhila zake mtu pata msamaha kwa mwaka uliopita, madhambi yake ya mwaka uliopita. Qala Nawawi, Imam Nawawi anena kuhusu haya madhambi ya samehewa, nena wal muradu biha as-saghairu, madhambi ambayo husamehewa kwa ibada kama hizi ni yale madhambi ambayo kwamba matoto. Ama madhambi mengine yale nunda yahitaji mtu afanye tauba, utasamehewa, lakini kwa mipango ya Mwenyezi Mungu utubie taubatan nasuha. Mungu hana khiana, kitekeleza masharti yake takupa leo litakalo. Wa ikhtalafa ulama, na wanazuoni mtofautiana fi siyami yaumi Arafa lilhaj, hukumu ya kufunga siku ya Arafa kwa mtu aliyoko katika ibada ya hija. Wa aktharuhum, na wengi wanazuoni
yastahibuna lahu alfitr, waona ni bora kwamba kwenye hija ale siku ile ya Arafa. Lianna nabia, kwa sababu moja ni kwa mtume mwenyewe lam yasumhu, siku ya Arafa hakufunga, na yeye ndiye kielezo chetu. Kiwa yeye hakufunga na ayua ubora wa siku hiyo, ni kwamba nasi pia tumfuate yeye siku ya Arafa ule hija asifunge. Kan al-Fadli binti al-Harith, nipokewa hadithi al-Fadli anena anna nasan, kama kuna watu katika masahaba tamaru indaha yawm Arafa, walikwenda kushindana kwa Fadli kuhusu siku ya Arafa, fi sawmi nabii, kwamba mtume alifunga. Yani masahaba baada ya mtume mondoka alifunga siku ya Arafa, kufunga akawa alivuta nguvutu. Al-Fadli akawaambia, faqala ba'dhum huwa sawngina, kana amefunga siku hiyo, waqala ba'dhum wengine hakufunga siku ile mtume huko, wakawa ushindana, yeye mtume amefunga, hakufunga, amefunga, hakufunga. Fa arsaltuhu, mwanamke sasa, fa arsaltu ilayhi biqadahi laban, kampekea chombo cha ziwa, chombo kina maziwa. Wa huwa waqifun, na yeye usimeme Arafa, ala ba'irihi, yule ngamia wake. Watu wote umuona ule mtume yule ngamia, akapekewa bakuli la maziwa na mwanamke. Fashariba, akalinwa. Mwanamke alifanya yao kutoa shaka kwamba amefunga kufungujani, hana haja kushindana, hakuna haja kuandika kwa mate na wino upo, tupekeeni mtume maziwa, kina na amefunga, tayua amefunga, kipija tama tayua kwamba hakufunga. Hii ndio istishhadi kwamba mtume yuayidu dhalika, na hutilia nguvu hili. Mara wao Uqba, hadithi kutoka Uqba nenayo, yaumu Arafa, mtana wa siku ya Arafa, wa yaumu nahri, na mtana wa siku ya Idi, wa ayamu Mina, na zile siku tatu za tashriq Mina. Iduna ahli Islam, ni siku kuu yetu, ni Idi kwetu. Kwa Idi kama ilikanao hakufungiwi, hii ndio siku ya Arafa. Watu tumalize na somo moja kisha tutakoma. Nyingine katika somo za sunna ni somo ya Ashura, kufunga somo ya siku ya Ashura. Ni katika somo za sunna. Hii katika hadithi iliyotangulia tumetaja kwamba fadhila za Ashura ni kwamba mtu usamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Wakana nabii, na alikuwa mtume sallallahu yasumuhu bi Makkah, alikifunga ini Ashura alipokuwa Makkah. Kutoka Makkah alikifunga. Hata makureshi walikuwa waiua somo hili wakifunga pia. Falamma hajara al-Madina, alipogura akaenda Madina, amara bisiyami, kabla kufaradhiwa Ramadhani Madina, mtume alitoa amri watu wafunge Ashura. Alikuwa wakati kama ni lazima kufunga Ashura baada ya hijra. Fakana fardha, ikawa ni faradhi. Thumma nusikha, kisa faradhi hii ya kufunga Ashura ikaondolewa indama furidha Ramadhan, ilipokuwa sasa Ramadhani ni faradhi kufunga. Wa asbaha ala ikabakia tu, hii ni sunna kufunga siku ya Ashura. Kuna hadithi ya Bukhari na Muslim iliyopokewa na Aisha, nena kana yaumu Ashura, ilikuwa hii siku ya Ashura. Ashura ni mwezi 10 wa mfungone, mwezi 10 wa Muharram. Ilikuwa ni siku tasumuhu Quraishun fil jahiliya, na Quraish walikuwa wakifunga hii siku kabla ya Uislamu. Yaani walipokea baadhi ya mafundisho walipokuwa mangine potoka kutoka Nabii Ibrahim alayhi salam na Ismail. Kwa hiyo walikuwa wakifunga hiyo siku. Wakana Rasul sallama yasumu, hata mtume alikuwa kabla ya Uislamu naye wakati wa jahiliya alikuwa akifunga pia. Kulikuwa kwa watu wake wale kufunga na yeye kufunga. Kuna jambo zuri. Falamma qadima almadinata, alipoguria Madina, sama kule pia Madina aliendelea kufunga Ashura. Wa amara bisiyami, pia baada ya kufunga yeye tu kawaambia na Waislamu nao wakatoa amri wafunge. Falamma furidha Ramadhan, ilipofaradhiwa somo Ramadhani, turika yawm Ashura, iliwako ile Ashura kwamba si faradhi tena. Faman shaa samahu wa man shaa taraka, watakao tafunga Ashura, asotaka hatofunga. Wadhalika,
na hili lilifanyika lamma qadima al-Madina wajada al-yahuda sumu. Alipokuwa Madina pia mtume alipata Mayahudi ufunga ile Ashura. وفي الصحيحين في حديث البخاري ومسلم أننا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة mtume kwa Madina fawajada al-yahud, akienda kwa ajili kama hawa Mayahudi mambo yao shangaza sana. Kilichowapeka Madina wao walikwenda kumwotea mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wamejua kwenye Taurati kwamba kuna mtume wa mwisho atakuya na huyo atatumilizwa katika eneo la Madina na atakuwa ni bwana wa ulimwengu kwa miaka itakayofuatia. Hasa kwa tamaa zao wakania sisi ngoja tutaguria Madina mapema, akia tumpige makama masisi umwahimbe upate ile Kongo na ile sharafu yake. Takaguria Madina umoja mtume, lakini ajabu ni kwamba mtume alipodhihiri haya kweli hawakumwandama, wengi hawakumwandama kwa sababu alitarajia atakuwa ni katika Mayahudi yule mtume, ikawa ni katika Waarabu ambao sio tarajio lao. Kwa hiyo wameshika pale pale kwenye upasito wao. Sasa wao walikuwa pale Madina, mtume alipokuwa Madina wajada al-yahudu siyaman, ambao Mayahudi nao ufunga. Alipokuwa Maka alikifunga, aliona Makureshi ufunga wakati wa jahiliya, na huko Madina akija kawaona na Mayahudi ufunga. Sasa akawauliza ya yua kwetu ufunga sisi, ili hao Mayahudi hakujua kama ufunga. Akawauliza ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni ufunga hii Ashura ni kwenu ufunga, ni kitu gani kimefanya uifunge? Faqalu, wakamwambia hadha yawmun adhim, ni siku kubwa kwetu kwa sababu anja Allahu fihi Musa wa qaumahu, ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuokoa Musa na wafuasi wake kutokana na Firauni. Wa aghraka Firauna, akamgharikisha Firauni, kamwangamiza. Wa qaumahu, na watu wake. Fasamahu, Musa kafunga hii siku shukran lillahi, kumshukuru Mungu kwa yale aliyomfanyia. Fanahnu, na sisi Mayahudi nasumu, sababu yetu kuifunga ni hiyo hiyo. Huku Maka wale walikifunga sababu zao nyingine. Faqala Rasulullah kanena basi, fanahnu, sisi Waislamu ahaqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na Musa kushinda nyinyi. Fasama, na mtume akafunga naye huko Madina pia. Wa amara bisiyam, akawaambia fungani. Walamma kana fi akhir umrihi, kabla hayafa, katika mwisho wa umri wake, arada mukhalafata leo, alipoona zitibi za Mayahudi na ukorofi wao na ukaidi wao na usunni wao, alitaka kwenda kinyume na Mayahudi. Sasa akaweka ile kufunga Taswa. Ibn Abbas nena qala Rasulullah nena la in baqitu ya qabila la asumanna tasi, kiwa Mungu tanipa uhai mpaka mwaka utakaokuja tafunga na Taswa, tafunga tarehe 9 na tarehe 10. 9 tafunga kwa lengo sitaki kufanana na Mayahudi, na 10 tafunga kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ni siku aliyomwokoa Musa alayhi salam. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine ya hadithi nena falam yati al-aamul muqbil, ule mwaka mwingine uliokuja au kuya hata tuwafia Rasul. Mtume sema alikuwa amekufa, yani hakuwahi kufunga tangu, lakini alinena kwamba lao taishi mpaka mwakani tafunga na Taswa. Fal mustahabu fi dhalika, kwa hiyo lililopendekezwa katika kufunga hii Ashura, siyamu tasi wal ashir, kufunga mwezi 9 na mwezi 10, sio kwa Taswa na Ashura. Zamani hata hapa mimkinukia usikia sana wazee wakifunga sana wakati wa nyuma Taswa na Ashura. AMU TV, the stories behind the scenes.